Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Nafundisha mfululizo wa mafunzo kwa jina taji la maua badala ya majivu. Nataka kuyafanya tena, na hiyo imethibitishwa na jinsi watu walivyoyapokea jana usiku. Niligundua watu wengi hawakufahamu kwamba Mungu angependa kuponya hisia zao zilizojeruhiwa. Tunapaswa kuacha kuwa na fikira kwamba kile ambacho Mungu anataka kufanya ni kutuepusha tu na jehanamu. Anataka tuwe na maisha mema ajabu. Na ikiwa hisia zako zimejeruhiwa vibaya, ikiwa una tabia nyingi za uraibu kwa ajili ya majeraha ya zamani ya kihisia, basi hutafurahia maisha yako. Na kitu kingine cha muhimu sana ni kwamba uhusiano wako na Mungu hautavutia watu wengi kiasi cha kuwafanya na wao pia watake kuwa na uhusiano naye. Tunapaswa kuwa watu imara, waliokomaa, walioponywa na walio wakamilifu. Acha niseme tena, tuwe watu imara, waliokomaa, walioponywa, walio wakamilifu na wenye kusisimua. Na ikiwa tunaishi maisha ambayo Yesu alikufa ili tuyapate, ukweli ni kwamba haitatulazimu kuwapiga watu kwa Biblia vichwani. Wao wenyewe watakuwa na hamu ya kujua kuna kitu tofauti na wewe. Unawezaje kuwa na furaha hivyo? Ulipitia mambo hayo ukiwa mtoto na bado inawezekanaje? Na hiyo ndiyo tunahitaji. Ushuhuda wetu mkuu zaidi ni maisha yaliyopata uponyaji na yaliyo kamilifu. Kwa hivyo, na kama mjuavyo, pengine hamjui, huenda kuna wachache wasiojua, pengine watu wengine wanatazama kipindi hiki kwa mara ya kwanza leo. Nilidhulumiwa kimapenzi na babangu kwa karibu miaka 15 nafikiri. Mara kwa mara. Na hiyo iliathiri utu wangu vibaya. Utu wako ni mchanganyiko wa tabia ulizopewa na Mungu na mambo uliyopitia hasa katika miaka ya mwanzo ya maisha yako, lakini si lazima iwe tu katika miaka hiyo ya mwanzo ya maisha yako. Lakini sehemu kubwa ya utu wetu hukuzwa katika miaka michache ya kwanza ya maisha yetu. Watu wanahitaji upendo. Mungu alitumba ili tukubaliwe, sio tukataliwe. Ametuumba tuunganishwe na wengine, sio tutenganishwe na tutelekezwe. Tuna hitaji la Mungu ndani yetu, hitaji lilowekwa ndani yetu na Mungu la kutaka upendo, upendo usiokuwa na masharti, kukubaliwa kusikokuwa na masharti. Watu wasipopata hayo au watumiwe kwa njia isiyo stahili, mambo mengi mabaya huanza kutokea. Wengi wetu hupitia uchungu maishani mwetu na ghafla tunajipata tumekuwa watu wazima wenye uchungu uliorundikana ndani ya nafsi zetu, na tunatafuta jinsi ya kuishi katika jamii kwa kujifanya au kuvaa sura za furaha au kuficha uchungu wetu. Ukweli ni kwamba watu wengi sana wana huzuni ingawa wanajifanya kutabasamu, na mahusiano yao yanasambaratika. Ni sharti tujue sisi ni kina nani katika Kristo. La sivyo, kinachotendeka huwa tunawekea watu ambao tuko na uhusiano nao mzigo mzito sana wa kutufanya tujihisi vizuri juu yetu wenyewe. Sasa nataka msikilize hili. Ikiwa hujipendi wewe mwenyewe na ikiwa hujui Mungu anakupenda, na ninaposema kujipenda wewe mwenyewe, sizungumzi kuwa na ubinafsi na kujifikiria wewe peke yako. Nazungumza kuhusu kuwa na uhusiano mzuri na nafsi yako. Hupigani vita na nafsi yako kila wakati, siko hivi, siko hivi, siko hivi, siko hivi. Sisi sote tuna upungufu, lakini pia tuna sifa nzuri. Tunapaswa kuzingatia zaidi upande wetu mzuri. Lakini ikiwa huna hakikisho kwamba unapendwa na kwamba uko sawa, huenda hujafikia ukamilifu, lakini uko sawa, uko njiani, basi daima utatazamia watu wengine wakufanye uwe na hisia nzuri kujihusu. Na hakuna kitu kinachoharibu uhusiano haraka kama hiyo, kwa sababu mtu huyo atajihisi anatumiwa na kudhibitiwa na kushinikizwa kila wakati, kumfanya mwenzake asiyejihisi yuko salama ajihisi yuko sawa. Na sasa ninaenda kuwafundisha juu ya nadharia ya kiuchumi. Nadharia hiyo itatuonyesha kile kinachotokea
unapojua kwamba Mungu anakupenda, lakini waona anakupenda kwa misingi ya masharti kwamba lazima utimize, na uharibifu wote maishani mwako. Kisha nitawazungumzia kuhusu kile kinachotendeka ikiwa unajua kwamba Mungu anakupenda bila masharti. Ikiwa huo ndio msingi wa wewe ni nani, najua Mungu ananipenda bila masharti, na jinsi mtazamo huu hubadilisha kila kitu ukishaushikilia. Leo itakuwa ni kana kwamba mko hospitalini, itakuwa ni kana kwamba mumeenda kwa mwanasaikolojia au daktari wa akili, na mwingie ofisini mwake na mseme nimeharibika kabisa. Na baadaye huenda mkasema huyo si mimi niko sawa kabisa. Sawa, nimefurahi mko sawa. Lakini acha niwaambie kitu, hata ikiwa uko sawa, huenda uko karibu na watu ambao wameharibika. Haya basi, tutasema tu kwamba uko sawa kabisa, lakini bado unapaswa kuwaelewa watu wengine walio duniani ambao wameharibika. Pengine naweza kusema kwamba wakati mimi na Dave tulifunga ndoa, mimi nilikuwa nimeharibika kabisa na yeye alikuwa sawa kabisa. Dave alikuwa na msingi mzuri sana katika neno la Mungu. Babake alikuwa mlevi na hata alifariki kwa ajili ya ulevi, kwa hivyo hakuwa na baba nyumbani, lakini mamake alikuwa mcha Mungu aliyehakikisha walienda kanisani na aliwafunza kanuni za Mungu na aliishi kulingana na kanuni hizo mbele ya mwanawe Dave. Kwa hivyo hilo ni jambo la kutia moyo kwa baadhi yenu ambao pengine ni mzazi mmoja tu anaonekana na akili nyumbani. Unaweza kushinda athari mbaya inayosababishwa na mtu mmoja kupitia maombi na kwa kuwa ushuhuda mzuri na mfano mzuri, kupitia kuwafunza watoto wako neno la Mungu. Neno la Mungu daima litashinda ushawishi mbaya ikiwa litafunzwa vizuri na litekelezwe kwa vitendo nyumbani. Si sawa hilo? Kwa hivyo hupaswi kuishi kwa hofu ukifikiri, unajua watoto wangu wataharibika kwa sababu ya mtu huyu au yule. Wewe endelea tu kufanya kile kilicho sahihi na umwamini Mungu kwamba kuna nguvu katika neno lake na kanuni zake ambayo inaweza kushinda ubaya wowote ule. Lakini Dave alikutana na Mungu akiwa na umri mdogo, aliokoka akiwa bado mvulana mdogo. Alipokea Roho Mtakatifu kikamilifu maishani mwake akiwa miaka 18 na alijifunza neno sana, na kwa hivyo aliingia katika uhusiano wetu akiwa tayari kabisa kwangu. Huenda mewahi kunisikia nikisema hili. Mimi na Dave tulikuwa na date mara 5 tu kisha tukafunga ndoa. Sisemi mfanye hivyo, lakini mara ya kwanza aliponiona nilikuwa naosha gari la mamangu. Alijaribu kunitongoza, lakini sikupenda wanaume, sikuamini wanaume, na nilikuwa na mtazamo wa dharau na kejeli, na sikumpenda kwa sababu nilikuwa nimeumizwa na kila mwanaume niliyokuwa na uhusiano naye. Nilitumiwa na kunyanyaswa na kuumizwa na kudanganya. Kwa hivyo aliposema hey, mkiweza kumbuka zama hizo niliweka nywele zangu mtindo wa beehive kubwa na nilivalia suruali fupi na nilikuwa nje naosha gari. Hey, ukimaliza kuosha gari hilo utanioshea yangu. Nilipinduka na nikasema, ukitaka gari lako lioshwe, lioshe wewe mwenyewe. Na alisema, na nawaambia ukweli mtupu, alisema kitu nilichohisi moyoni mwangu ni huyo ndio msichana wangu. Kwa hivyo nafikiri alitaka changamoto kubwa. Hakuwa mwerevu sana, au alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Basi tulikuwa na date 5 na akaomba tufunge ndoa. Na huwa napenda kusema kwamba huenda lilikuwa jambo nzuri alitaka tufunge ndoa, kwa sababu kama angetangamana na mimi kwa muda mrefu sana angeshikwa na hofu. Kwa sababu nilikuwa nimeharibika sana, utu wangu ulikuwa umeharibika. Lakini katika Isaya 61 nilipoanza kuchambua neno la Mungu kwa dhati, na si kufanya hivyo kwa miaka mingi kwa sababu nilikuwa mshirika katika kanisa kubwa ambalo lilikuwa na msingi mzuri sana wa wokovu, lakini sikujifunza mengi kuhusu jinsi ya kuishi maisha yangu ya kila siku, au nilijifunza mambo kadhaa kuhusu jinsi ya kuishi maisha yangu ya kila siku, lakini si mengi kuhusu jinsi ya kushinda maisha yangu ya zamani. Na nilipokuwa mwanafunzi wa kweli wa neno la Mungu, na mnajua kuna tofauti kubwa kati ya kwenda kanisani Jumapili na kujifunza neno la Mungu. Wangapi kati yenu wanajua kuna tofauti kubwa kati ya vitu hivyo viwili? Kuna tofauti kubwa kati ya kuwasha kipindi changu cha runinga na kunisikiliza kila siku na kujifunza neno la Mungu. Kwa hivyo nitawaambia, ingawa ningependa sana mtazame kipindi changu,
ikiwa hamna muda na mimi na Mungu, afadhali mumweke Mungu mbele. Amen. Kwa sababu hakuna kitu kilicho cha thamani kwenu kama muda wenu binafsi na Mungu. Nafikiri ni vizuri kutazama mtu kama mimi na mpate neno hilo. Muandike mambo muhimu, kisha msome maandiko, muyachambue nyinyi wenyewe. Tengeni muda wa chakula cha mchana wakati wote ule na mtafakari kile mlichojifunza. Msisubiri tu mtu mwingine awapakulie kila kitu. Kuweni wanafunzi wa neno la Mungu wenye bidii. Basi nilipoanza kuchambua neno kwa kina, nilianza kugundua jinsi nilivyoharibika vibaya. Biblia inasema neno ni kama kioo. Na unaiangalia, na mnajua unaweza kuwa mchafu usoni na usijue kabisa, lakini ukienda na ujiangalie kwenye kioo, basi utasema, jameni, siwezi kuamini nimekuwa nikitembea na uchafu huu siku nzima. Mnaona, neno la Mungu lina thamani sana kwa sababu tunaliangalia kama kioo, na ndani yake tunaanza kuona ahadi za Mungu, lakini pia tunaanza kuona si tu kile tunachoweza kupata, bali pia kile ambacho hakiko sawa maishani mwetu, na hilo ni jambo nzuri. Kwa sababu kamwe huwezi kufika mahali unapopaswa kufika ikiwa hutazingatia mahali ulipo. Tafadhali nisikilizeni leo. Wacha kulaumu kila kitu kwa mtu mwingine na umuombe Mungu akuonyeshe wewe. Amen. Huwa tunatilia mkazo sana makosa ya watu wengine. Unakosea hapa na unakosea pale. Huwezi kuwabadilisha watu wengine. Mungu peke yake ndiye anaweza kuwabadilisha watu. Lakini kile unachoweza kufanya ni kumwacha Mungu afanye kile anachotaka kufanya ndani yako. Waombee watu hao, na utaona mabadiliko makubwa maishani mwako, mabadiliko makubwa tena mazuri. Kitu kimoja nilichokuwa nacho kwa wingi ni tabia za uraibu au mazoea mabaya. Na huenda mnasema, tabia ya uraibu ni nini? Ni tabia iliyovuka mipaka. Ni kitu usichoweza kuishi bila hicho. Sasa, mimi sikuwa na uraibu wa dawa za kulevya, sikuwa na uraibu wa pombe, lakini nilikuwa na uraibu wa kiutu. Ilikuwa ni lazima nidhibiti kila kitu. La sivyo sikuwa na furaha. Nina hakika hakuna mtu hata mmoja miongoni mwenu aliye na tatizo hilo. Nina hakika kila mtu hapa ni mzuri na mnyenyekevu na hamna ukaidi hata kidogo ndani yenu. Lakini mimi nilikuwa mkaidi. Hungeniambia nifanye kitu ambacho sikutaka kufanya. Na nilikuwa hivyo kwa sababu babangu alinidhibiti na kunitumia. Na katika hali hiyo nilikata kauli kwamba nikitoka hapa hakuna mtu atakayeniambia cha kufanya tena. Kuna mtu amewahi kufanya hivyo? Hebu tuone mikono kadhaa. Haya, sawa, hao ni watu wengi sana. Leo tuna umati sahihi na ujumbe sahihi. Haya, punde unapoweka ahadi na makubaliano kama hayo kwako wewe mwenyewe, kisha uanze kuangalia kioo cha neno la Mungu na useme, jamani, unyenyekevu. Eti niache watu wengine wafanye wanalotaka? Hapana. Basi ukweli ni kwamba ikiwa unataka kufanya jambo hilo, huenda usiweze kulifanya ikiwa una uraibu wa tabia hiyo. Kwa hivyo kuna uraibu wa aina nyingi kando na uraibu wa dawa za kulevya. Uraibu. Na leo nitazungumzia kuhusu vitu vingi tofauti. Natarajia kutakuwa na kitu kimoja au viwili ambavyo utasikia na useme, nina tatizo na hilo. Lakini Biblia inatufundisha kwamba Mungu atatupatia taji la maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, ambayo itatufanya tuitwe miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Lengo letu maishani si kufanya tunalotaka, ni kumtukuza Mungu. Hiyo ndiyo tunataka kufanya. Wacha niwaambie kitu, uzima wa milele ni kipindi kirefu sana cha muda. Hata siwezi kuelewa. Milele ni mpaka lini? Ni milele. Na kipindi cha muda tutakachoishi hapa, hata kama utaishi miaka 100, ni kama chembe moja ya changarawe katika fuo zote za bahari duniani. Kwa hivyo, ni muhimu tulenge kumtumikia Mungu na mioyo yetu yote, na tutake kuishi maisha ya kumtukuza. Wagalatia 5:22 na 23 inatufunza kwamba tuna matunda ya Roho ndani yetu, na mojawapo ya matunda hayo ni kujidhibiti mwenyewe
au kiasi. Si kudhibiti wengine, ni kiasi. Na ikiwa huelewi hiyo inamaanisha nini, inamaanisha Mungu ametupa uwezo wa kujidhibiti sisi wenyewe. Kwa hivyo kitu cha kwanza unachopaswa kufanya ikiwa unataka kuvunja uraibu wako wa mazoea mabaya ni kuacha kusema siwezi kudhibiti jambo hili. Hebu msiniangalie hivyo jamani. Mnaona hicho kitakuwa kijisababu. Unajua siwezi kujizuia, hilo ndilo tatizo langu. Nimefungwa, sina nidhamu yoyote. Ndio una nidhamu. Siwezi kujidhibiti. Ndio unaweza. Pengine hujajaribu kufanya hivyo sana, lakini unaweza. Matunda ya Roho yamewekwa ndani yetu yakiwa mbegu. Mbegu ya kila sifa ya Mungu huingia ndani yetu punde tunapompokea Kristo. Hebu tafakari hilo. Mbegu ya kila sifa ya Mungu huingia ndani yetu, ndani ya roho yetu punde tunapompokea Kristo. Mbegu huhitaji nini? Maji. Neno huitwa nini? Maji ya neno. Kwa hivyo kadri tunavyozidi kumimina mbegu hiyo maji ya neno la Mungu, ndivyo akili zetu zitazidi kufanywa upya, na ndivyo tutakavyozidi kuamini. Na Biblia inasema kwa kadri ya imani yako upate. Punde unapoamini kitu kikamilifu kabisa, shetani hana budi ila kukuondokea, kwa sababu kutakuwa na mabadiliko maishani mwako. Sasa kitu cha kwanza tunachopaswa kufanya ni kuamini kwamba tunacho kitu hicho kabla hatujakiona kikijitokeza maishani mwetu. Unakipata kwa ndani, kisha kinajitokeza kwa nje. Ni kuanzia ndani na kutoka nje. Ndio maana ni muhimu sana kuacha kusema siwezi kujidhibiti mwenyewe. Siwezi kujidhibiti mwenyewe. Wangapi kati yenu sema hivyo? Wangapi kati yenu wataacha kusema hivyo? Haya, sawa. Na ninapowaambia mkubali kitu fulani, sitaki kuona mkifanya hivi. Nikisema wangapi wanataka kitabu cha bure, mtasema ah! Basi nikisema ni nani ana tatizo na jambo hili? Sasa hebu tuangazie maandiko haya, Wagalatia 5:22-23. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu. Uvumilivu unamaanisha tunaweza kustahimili hali za maisha. Utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi, kujidhibiti mwenyewe. Kila mtu aseme naweza kujidhibiti mwenyewe. Nidhamu ni neno lingine tunaloweza kutumia kumaanisha kujidhibiti mwenyewe. Nidhamu inamaanisha kufanya kile unachojua unapaswa kufanya hata usipojihisi unataka kukifanya. Kila unapokuwa tayari kufanya kile kilicho sahihi na umtegemee Mungu, neema yake huanza kufanya kazi maishani mwako na anakuwezesha kufanya jambo hilo. Ninaposema kwamba tunaweza kujidhibiti wenyewe, hiyo bado haimaanishi unaweza kufanya hivyo kwa uwezo wako mwenyewe, bali inamaanisha una uwezo wa kufanya sehemu yako ikiwa uko tayari. Usijaribu kufanya jambo lolote bila kusema Mungu nisaidie, siwezi kufanya hili bila wewe. Mungu nisaidie, siwezi kufanya hili bila wewe. Hata msiniulize mimi useme hivyo mara ngapi kila siku. Ni mara ngapi nimefanya kile ninachofanya asubuhi ya leo? Mara elfu na elfu na elfu. Nilianza siku yangu asubuhi ya leo kwa kusema Mungu nisaidie, siwezi kwenda huko na nifanye kazi yangu bila wewe. Na kuhitaji. Mojawapo ya sababu kwa nini hatuna ushindi maishani mwetu ni kwa sababu tunasikia mtu akituambia unapaswa kuwa hivi, vile au kitu kingine, na basi tunakimbia nyumbani na tunajaribu kufanya hivyo na tunamwacha Mungu nje. Ikiwa kuna kitu mnasikia nikisema leo na mnafikiri, ndiyo nahitaji hicho maishani mwangu, basi kitu cha kwanza nataka mfanye si kwenda nyumbani na kujaribu kukifanya. Nataka muende nyumbani na msome mengi zaidi kuhusu jambo hilo na mwanze kuomba, Mungu, najua haya ni mabadiliko yanayotakiwa kutokea maishani mwangu, lakini siwezi kuyaleta bila wewe. Huwa tunamheshimu Mungu tunapomtegemea. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Nidhamu ndicho kitu tulichonacho cha kutuwezesha kufanya yale tunayopaswa kufanya ili tupate vitu tunavyotaka. Umbali kati ya mahali tulipo na pale tunapotaka kufika, huwa pamejaa ile hali ya kufanya mambo tusiyotaka kufanya. Wangapi kati yenu wanataka kutoka kwenye madeni?
Haya basi, mnapaswa kuacha kutumia pesa ambayo hampaswi kutumia. Ni sharti mwache kununua vitu msivyovihitaji. Kama ni hivyo basi, dada, naombea muujiza. Mungu tayari amekupa muujiza, unaitwa kujidhibiti mwenyewe. Ikiwa nataka uhuru ambao Yesu aliniahidi, basi nahitaji kutenga muda wa kuwa na yeye, nichambue neno na nikutane naye. Ni wazi kwamba kujidhibiti wenyewe kunamaanisha hatupaswi kudhibitiwa na watu wengine. Sasa watu walio na uchungu mwingi wa kihisia kwa kawaida hufanya kitu kimoja kati ya vitu viwili. Watawacha kila mtu awadhibiti kwa sababu wana hofu kubwa maishani mwao, au watataka kuwadhibiti watu wengine, na basi wanakuwa watu wa kuudhi sana na hawapendwi na watu. Tunapaswa kuchagua kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nataka msikilize kile nitakachosema. Hiyo inamaanisha wazi kwamba ikiwa nitaongozwa na Roho Mtakatifu, si watu wote watakubaliana na maamuzi yangu. Ikiwa utaongozwa na Roho Mtakatifu na ufikiri kwamba kila mtu atakushangilia na kupigia makofi, basi umenoa. Kwa sababu shetani atawatumia watu kujaribu kukuzuia kufuata mwongozo wa Mungu maishani mwako. Kila mtu anataka ufanye kila kitu anachofanya, lakini Mungu wakati mwingine huwa ni wa kushangaza, kwa sababu atakuongoza kufanya kitu ambacho ni kinyume kabisa na kile kinachofanywa na watu wengine. Atakuongoza kufanya vitu ambavyo havijawahi kufanywa hapo awali na vitu ambavyo hakuna mtu atavielewa. Amen. Ni sehemu ya uponyaji wako kufanya uamuzi kwamba nitaongozwa na wewe Mungu. Mnaona, Roho Mtakatifu ni mshauri na atakushauri jinsi ya kuondokana na matatizo yako mpaka uwe huru, ikiwa utamfuata. Lakini ni sharti ukumbuke kwamba unapomfuata Mungu, shetani atamleta mtu ambaye hatapenda umfuate, na mara nyingi itakuwa ni mtu unayempenda na unayetaka sana akufikirie vyema. Jamani, nataka mnisikilize leo. Najaribu kuwasaidia. Nilipoitwa kuhubiri, na hiyo ilikuwa ni sehemu kubwa sana ya uponyaji wangu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye kuwajibika sana. Basi Mungu aliponipatia jukumu la kufundisha neno, singefanya kazi hiyo bila kuiwajibikia kikamilifu kabisa. Basi nilichambua neno kwa dhati. Lakini kilichotendeka ni kwamba kuchambua neno, kuwa katika neno kila wakati, ndiko kuliniletea uponyaji. Basi nilitumia neno kuleta uponyaji na uhuru maishani mwangu, na kimsingi nililiweka kwenye sahani na nikawapa watu nafasi ya kula kile nilichokuwa nakula mimi mwenyewe. Nina hakika kabisa ninapowaambia kwamba kile ninachowafunza kinafanya kazi kabisa. Sibahatishi, sitarajii, sikupata haya kwenye kitabu cha mahubiri, nimekijaribu. Na niko hapa kuambia kwamba nawafunza ukweli, na ni ukweli utakaowaweka huru. Ni neno la Mungu linalotumika maishani mwenu. Sisi wote tunahitaji kufunzwa kanuni nzuri, thabiti na zinazofaa, lakini tunahitaji zaidi ya hiyo. Tunahitaji kuzitumia kanuni hizo maishani mwetu. Na kwa hivyo nilichambua neno kwa dhati, na uchambuzi huo ulikuwa sehemu ya uponyaji wangu. Lakini Mungu aliponiita kufundisha na nikachukua hatua na nikaanza kufunza neno nyumbani mwangu, ni kitu cha kusangaza kuona ni watu wangapi walikasirika. Nilifanya hivyo kwa roho safi. Nilikuwa najaribu tu kufanya kile ambacho nilihisi Mungu alitaka nifanye, na kila mtu akanikasirikia. Nilipoteza marafiki, nilifukuzwa kutoka kanisa langu, nikatengwa na familia yangu. Nilishtuka sana. Kwa hivyo nataka tu niwajulishe, msije mkashtuka. Ikiwa mtaanza kufanya kile mnachofikiria ni sahihi na watu wakose kuwashangilia na kuwapigia makofi, na wakati huo ndio watu wengi hugeuka na kuachana na kile ambacho wanaamini kabisa mioni mwao ndio mapenzi ya Mungu, na wanafuata watu. Na sasa nisikilizeni, wanasalia na fadhaa. Mnapaswa kuelewa kwamba singekuwa nimesimama hapa nikiwa nimeponywa kama ningesema sitaki kufukuzwa kanisani kwangu, sawa, nitafanya mnachotaka. Au kama ningesema, jamani, sitaki kupoteza marafiki zangu, sitaki kualika kwenye sherehe na kila mtu aanze kuzungumza kunihusu, sawa, nitafanya tu kile mnachotaka nifanye. Mmenisikia? Lakini msije mkafikiri nasema muwe na mtazamo ukaidi utakaofanya msisikize mtu yeyote.
Sizungumzi kuhusu hilo. Ninachosema ni msiwache watu wawadhibiti. Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote, au kuulizia rasilimali ya bure, tafadhali tutumie ujumbe mfupi kwa 0711855855. Usisahau kutueleza kituo unachosikiza. Tungependa kusikia kutoka kwako. Mara tena, nambari ni 0711855855. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.